Kupata uchambuzi wa kina kutokana na baadhi ya taarifa ambazo nimezigusia hapa, naungana na Ibrahim Rahbi hasa kwa taarifa kutokea kule Mashariki ya Kati. Rahbi, habari za asubuhi ndugu yangu. Salama kabisa, habari za studio. Salama. Pendekezo la Iran la kumaliza vita, taarifa ya kwanza ambayo tumeanza nayo. Marekani wamekataa pendekezo hilo moja kwa moja, lakini pamoja na pendekezo hilo, ni mambo gani ambayo yametokea hivi karibuni ambayo mpaka sasa tunaona kuna kusitishwa? Pengine inaweza ikawa ni kusitishwa kwa muda mrefu zaidi kwa vita hivi. Nashukuru. Nadhani huwa tunafanya mjadala ya kutosha hapo na tunazungumza mara nyingi kuhusu hili swala. Na mara nyingi nimesema sana kuwa unapojadili hili swala la Marekani ukiwa na hisia zako, huwezi kuyaona mambo katika jicho ambalo ni halisi. Lakini ukivua hisia zako ukaweka pembeni, utayaona mambo mengi kwa uwazi sana. Mfano ni hili swala. Wiki jana mimi na wewe tulipojadili hapa, nilikwambia kuwa Irani walitoa taarifa wakasema kuwa kile kilichotolewa na Donald Trump kama lilikuwa pendekezo bora sana lililopendekezwa na Pakistani halikuwa halisi, isipokuwa yalikuwa ni maoni na mapendekezo ya Marekani. Nadhani mmoja wa washauri wa usalama pale Irani, Ibrahim Raza, yule ni mbunge, alisema kuwa yote yaliyoandikwa na Axios yalikuwa ndio matamanio ya Marekani kuwa angalau yaje yatokee vile, lakini hayakuwa ndio majibu ya Irani ambayo yameyatoa. Sasa ukiangalia Marekani kile anachokizungumza na kile wanachokipeleka ni kama kuwa wanatafuta ushindi ambao hawakuupata vitani. Yaani ushindi ambao waliukosa wakati kwenye uwanja wa vita, wao wanatafuta huo ushindi waupate kupitia kwenye meza. Na Irani hawataki kuwapa hilo. Na ni vigumu kutokea hilo kwa sababu kama mliona kuwa hii ilikuwa ni njia bora sana tungemaliza, tayari tulikuwa tuna mazungumzo mara mbili na nyinyi, ambayo katikati ya mazungumzo nyinyi mlitushambulia. Mngezungumza pale pale na hao wangekuwa na busara ya kukubali. Lakini kama wakati huo mliona hakuna maana, mkaamua kuanzisha vita ambayo imewatia hasara kubwa, mmeua mpaka kiongozi wao mkuu. Sasa vipi waje wakupe ushindi wa mezani ambao wewe kwenye uwanja wa vita umekosa? Hii ndio iko hivyo. Na ni kigumu kuwa Irani, nilizungumza nawe last week nikakwambia Irani wana tabia moja kuwa wanakuja na gari ile ile, wameipaka rangi tofauti lakini hawabadilishi. Yaani gari ni ile ile, wataileta katika rangi tofauti. Kwa hiyo utaamua hii ilikuwa Kia blue, leo Kia nyekundu. Ni ile ile. Katika majibu yao wameenda vile vile, wameweka mbali nyuklia. Hawataki kabisa mjadala wa nyuklia. Walichoanza nacho ni kile kile ambacho walipendekeza kwenye vifungu 10. Yaani wanachofanya ni kukubadilishia kidogo tu, kwa sababu walichopendekeza mara ile walisema kwanza uhasama uondolewe. Ndio kwenye majibu haya wamesema uhasama uondoke. Yaani Marekani aondoe mzingiro wake, aondoe vikosi vilivyo karibu na Irani na waondoe tishio lote kwa siku 30. Alafu baada ya kuondoa vile ndio wafikirie kuwa tunakuja kuanza kuzungumza mengine. Yaani anachokitaka Irani hivi sasa kwa Marekani kwanza ni kupata uaminifu kuwa je, tunaaminiana? Je, hawa watu sio wale ambao wanazungumza hiki kesho wanafanya hiki? Kwa sababu hata mazungumzo ya JCPOA ya mwaka 2015 ya Barack Obama yalichukua muda mrefu na waliparurana sana. Irani aligoma hivi kutoa urani, lakini mwisho alikuja akakubali, akasema basi wacha tuaminiane. Akatoa urani yake ikaenda Urusi. Nini kilitokea baada ya miaka mitatu? Kuja Donald Trump aliondoa Marekani bila sababu yoyote, bila ushahidi wowote ambao aliuweka hadharani. Kwa hiyo hawa wameng'atwa na nyoka, lazima watakwenda kwa hiyo staili. Lakini jengine ambalo linafanya Irani wafanye hivi ni kuwa wanafahamu walipo Marekani alipojikwaa na wanafahamu Marekani aliposimamia na aliposhikilia. Kwa hiyo wanajua kabisa kuwa huyu kama anategemea kuanzisha vita ili tuangamie, basi hii vita itatuangamiza wote. Yaani wao wanajua kabisa kuwa hapa akianzisha tunakwenda wote. Na wao sasa wanajaribu kuepusha hilo. Anachofanya Marekani ni kujaribu sasa kutoa shinikizo la nyumba. Bado japo kuwa nafasi zipo, mara kadhaa anasema Marekani anazo ofa nyingi bado mezani ambazo anaweza akampa Irani na Irani akakubaliana. Bado tu hajataka kufanya hivyo, au ana shinikizo, kwa sababu mara nyingi ofa za Marekani zitazompa Irani ofa zitamuumiza Israeli. Sasa Marekani anajaribu kumaliza yote kwa pamoja, hakikisha amedestroy uwezo wa Irani na amemfanya Israeli kuwa juu. Hayo ndio yanayoshindikana. Ni lazima uamue kuchagua, kimoja kitakosekana. Ima umpe mmoja
mmoja umnyime, lakini kama unataka kumpa Israeli yote huwezi kupata. Sawa, pamoja na hayo yote Ibrahim, unaona kusitishwa kwa vita kwa muda mrefu, unaona kumalizwa kwa mgogoro huu kwa kuketi mezani, unaona wakirudi katika uwanja wa vita, nini ambacho tukitarajia? Yani yote yanawezekana. Tunaweza tukabaki kwenye huu usitishaji wa muda ambao ni usitishaji wenye ukiukwaji mkubwa, kwa sababu ndani ya usitishaji tunaona rafu nyingi zinazofanyika pale, Marekani akijaribu na yeye kutafuta kama anaweza akajipenyeza pale Hormuz na kwa njia yoyote vile, hilo tunaliona. Lakini ukiangalia huu usitishaji wa muda mrefu na umekuwa na kama vile chokochoko. Unajua, nimezungumza kuwa Israeli hawataki ili swala la usitishaji. Israeli anataka mkaange Marekani kwa mafuta yake, haijalishi atadondoka kiasi gani. Ndio maana unaona kuwa vurugu za Lebanoni zimekuwa kubwa sana, hali ya kuwa Lebanoni kuna ceasefire, kuna usitishaji. Kwa hiyo tunaweza tukawa kwenye usitishaji ambao ukawa unafanana na ule wa Lebanoni, lakini tunaweza tukashuhudia tena kurejea kwenye vita, kwa sababu kurejea au kubaki wakati mwingine sio uamuzi wa wale unaowaona. Ukimsikiliza Marco Rubio alichokisema mwanzo kabisa wa vita hii, anasema kuwa tumejikuta katikati ya mzozo hali ya kuwa hatujajiandaa. Yaani ukiangalia akili ya kawaida utaona kuwa ni Marekani walikuwa wamepeleka vikosi kwenye mipaka na Irani kama kuitisha Irani ili kuipa shinikizo Irani itoe majibu kwenye meza ikubaliane, lakini Israeli wakaitumia hiyo nafasi wakaanzisha vita katikati ya mzozo. Yaani wakati Marekani yupo katikati ya hatari, Israeli wakaanzisha vita. Kwa hiyo Marekani akajikuta yupo kwenye vita, akaanza naye kupigana, kwa sababu ilikuwa angebaki bila kupigana naye angekuwa hatarini, kwa sababu angekuwa sehemu ya target. Kwa hiyo kuna hiyo akili ambayo Israeli walitumia, ambao Marco Rubio alisema kuwa tulijikuta katikati ya mzozo. Sasa kuna hili, lakini hakuna njia yoyote inaweza ikatatua mzozo huu kijeshi. Hakuna njia yoyote, kwa sababu tumeona nchi kama Uingereza, Ufaransa, sijui Italia wamepeleka meli za manuari za kijeshi pale katika kile ambacho kinaonekana kutaka kujaribu kushinikiza Hormuz. Haitosaidia lolote, ni vigumu sana. Unajua jiografia ya Hormuz ilivyo, nawaambia mara kadhaa kuwa si tu ukubwa wa Irani, wa jeshi la Iran na nguvu, lakini hata nchi ya upande wa pili yoyote ingeanzisha kuwa hatutaki meli ipite Hormuz. Mfano tu tungechukua kama nchi kama Oman ingesema kuwa hatutaki meli ipite Hormuz, isingepita. Hata kama ingetokea vita, yani muipige, isingepita, kwa sababu pale unachofanya ni kuzizuia meli katika staili tu ya tutazishambulia. Ukiwaambia tu wamiliki wa meli kuwa kupita kwenye mfereji ni hatari, hamwezi kupita, hamwezi kweli, kwa sababu tutazishambulia. Kinachotokea tu kuwa wamiliki wa meli hawawezi kuzipitisha kwa sababu watahofia meli zao kushambuliwa ima na drone ima na kombora, vyovyote vile, hata kwa mbali. Kwa hiyo wanazuia. Wamiliki wa makampuni ya bima hawawezi wakatoa bima, kwa sababu meli itayotaka bima hapa wanajua ni hasara kubwa. Tutawapa insurance hawa ya kupita hapa, alafu meli yao ikashambuliwa, tunatakiwa kuilipa. Hawawezi kutoa. Kwa hiyo si tu kuwa tishio la Irani linazuia meli, hata ingekuwa nchi ndogo kama UAE imesema Hormuz haipitiki, hata kama nchi kama Oman ingesema haipitiki, pasingepitika. Kwa sababu tumeona haya yalitokea kule Yemen. Wahuthi unaweza kusema kuwa si bora sana ukilinganisha na nchi zingine zenye uwezo wa kijeshi, lakini walifunga Bab el-Mandeb. Ikaja coalition ile ya Ulaya ikiwa ikiongozwa na Marekani na washirika wa Kiarabu hapo, zaidi ya nchi karibu 40 wakaanza kuwashambulia Wahuthi. Iliwezekana? Haikuwezekana kufunguliwa, mpaka walivyokuja kukaa kwenye meza ndio wakasema yes, hapa tutaiachia, na ndio ikafunguka na ikapita. Kwa hiyo hata hapa hakuna njia yoyote inaweza ikatolea, hata kama waje wa Faransa, waje wa Marekani, waje wa nani, yote watazidi kuongeza tu mgogoro kuwa mkubwa, lakini haiwezi ikafunguka Hormuz. Hormuz itafunguka kupitia meza. Wakikaa kwenye meza wakakubaliana, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini Rahbi, tumemwona waziri wa mambo ya nje wa Iran bila shaka akifanya ziara katika mataifa tofauti. Ameenda Urusi, ameenda China, alienda Oman. Ziara hizi ambazo zinafanywa upande wa pili, tunamwona pia Rubio naye akifanya ziara katika mataifa tofauti. Ametoka kuzungumza na waziri mkuu wa Qatar. Nini ambacho kinatafutwa na hawa mawaziri wa mambo ya nje, na pengine kinasaidia chochote hata angalau kuongeza muda wa kusitishwa kwa mapigano haya? Nadhani ni hawa wote ni wanadiplomasia, tunaweza kusema hawa ni diplomatic wote. Waziri wa mambo ya nje lazima uwe mwanadiplomasia, unazunguka kujaribu
kuclear baadhi ya vitu. Irani alijaribu kwenda kwanza kwa washirika wake anaowaamini. Ndio maana unaona ziara ya Araghchi ilitembea kwenye nchi tatu. Alikwenda Islamabad, akarudi, akaenda Muscat, akaenda Moscow. Yote alikuwa akijaribu kuangalia uungwaji mkono wa kiwango gani ambao wanaweza kaupata kwa washirika wao ambao wanawaamini katika kipindi hiki. Sasa wanajaribu kuzungumza mara kadhaa. Unajua diplomasia inavyotuma, hutuma ujumbe hata katika mazungumzo. Unaweza kusikia tu mazungumzo ya simu kati ya waziri na waziri, halafu wakagusia kitu fulani. Hiyo ni ishara ya diplomasia, yani wanataka kugusa kitu fulani na ile ikawa ni habari, kwa sababu ndio diplomasia inavyofanya kazi. Kwa hiyo hilo ilikuwa ni katika kujaribu kuangalia kupunguza uwezekano. Unajua tumekuwa na shida moja. Hivi karibuni Donald Trump atakwenda China, ambao ziara ameirisha mara kadhaa. Nadhani wiki hii atakwenda China. Tumekuwa na shida moja kwenye huu mgogoro pia. Upande mmoja ni kuwa Irani kuna nchi chache sana anazozisikiliza na kuziamini. Ukiangalia ceasefire iliyotokea, kwa kauli ya Donald Trump anasema kuwa anawashukuru China kwa kuishawishi Irani kukubali ceasefire. Kwa hiyo China ilikuwa na nafasi kubwa katika kusaidia iwepo ceasefire. Maana yake kuwa China ana ushawishi na Iran. Sasa Irani alikwenda kwa mshirika wake ambaye anahisi kuwa anamwamini, au unaweza kusema ndio ameubaki anambeba mgongoni, sambamba na wenzake labda kama Urusi vile anaweza kambeba mgongoni. Sasa unapozungumza safari za mawaziri wa mambo ya nje, yote ni katika kujaribu kutafuta uungwaji mkono wa pande zote mbili. Yaani huyu anatafuta uungwaji mkono wa huku na huyu ni uungwaji mkono wa huku, kwa sababu kuna azimio ambalo Marekani amelipendekeza toka wiki jana, ambalo liko sambamba na Bahrain pamoja na baadhi ya nchi za Kiarabu, Saudi Arabia, Qatar, nchi zote ambazo zimefungiwa Hormuz na baadhi ya nchi zingine. Kuna mswada ambao Marekani ameupeleka kwenye Baraza la Usalama ambao anahitaji upigiwe kura kwa ajili ya kuishinikiza Iran ifungue Hormuz na kuondoa masharti ya Hormuz. Sasa ukiona mawaziri wakati mwingine wanatembea, wakati mwingine anatafuta uungwaji mkono. Unakumbuka azimio kama hili ambalo Marekani alilipendekeza na Bahrain mwezi uliopita, liligonga mwamba baada ya kupigiwa kura za veto 3. China alipiga, Urusi akapiga na Ufaransa akapiga. Wakazuia kwa sababu walitaka watumie nguvu. Yaani Umoja wa Mataifa uidhinishe matumizi ya nguvu kufungua Hormuz. Lilikuwa hapa. Kwa hiyo kuna wakati unafanya hivyo, kwa azimio lako linaweza likakwama, halafu ukatulia, ukakaa, ukasubiri muda wa kisheria unaoruhusu, halafu ukaanza kufanya kampeni pembeni ya kisiasa ili ukirudi tena uje upate hiyo nafasi. Kwa hiyo ukimwona Marco Rubio anazunguka, kuna wakati anatafuta uungwaji mkono katika azimio hilo ambalo litoe uhalali sasa wa kusaidia na nchi zingine ziweze kuja kusaidia angalau kuona kama inawezekana kufungua mlango wa Hormuz. Lakini ukweli kuwa mambo ni magumu. Tangazo tu la Donald Trump, andiko lake tu kuwa hatukubaliani na majibu ya Irani, limepandisha mafuta tena kwenda juu, na masoko ya hisa tena yameporomoka, na tayari nishati duniani. Kwa hiyo tuko bado kwenye mtanziko ambao ni ule, hatujatatua lolote, yani bado tuko pale pale. Rahbi, kwa changamoto hizo ambazo umemaliza nazo hapa, ambazo zimetokana na hiyo kauli ya Donald Trump, lakini kwa changamoto zote ambazo dunia inaziona tangu kuanza kwa mzozo huu, umekiri mara kadhaa hapa kuwa sasa mzozo haupo pale ambapo ulianzia. Mzozo upo kwenye mlango bahari wa Hormuz. Tumemzungumza hapa waziri wa mambo ya nje wa Iran akifanya ziara katika mataifa tofauti tofauti. Hakuna yoyote ambaye anaweza akamshawishi Iran afungue Hormuz, au Iran akifungua Hormuz ndio amekubali kushindwa dhidi ya Marekani? Ni vigumu. Unajua Irani unaweza kusema kuwa alidhulumiwa kwa miaka mingi. Wamedhulumiwa, ni kweli, walidhulumiwa hasa. Wamejenga uchumi wao kwa tabu sana kwa miaka mingi. Wameishi kwenye vikwazo vya muda mrefu. Wamekula sana mikate kwa miaka mingi sana. Yaani wamekula ambacho hawakustahili ukilinganisha na kile wanachokimiliki, rasilimali zao. Lakini ukiangalia sababu zozote ambazo zilitolewa na Magharibi dhidi ya Irani, hazikuwa sababu zozote za msingi za kuwafanya watu waishi katika hali hiyo. Kwa sababu tu kulikuwa kuna mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 79 ndio yaliyosababisha hayo yote. Lakini kabla ya hapo kulikuwa kuna ushirikiano mkubwa wa Magharibi na serikali za hapo. Yaani Irani kilichowaponza ni kudhibiti rasilimali zao, kuwa haziwezi tena kutoka kwa watu wa Magharibi kirahisi. Kwa hiyo ikaja ikapandikizwa na chuki nyingine. Kwa hiyo imani yao ikapandikizwa na chuki yao nyingine ikawa kubwa. Sasa mara hii, na kile ambacho huwa ninakizungumza kuwa kadri muda unavyokwenda na mzozo unakuwa, Irani wanazidi kugundua kuwa tunayo silaha mpya.
waligundua wana silaha kwenye vita ile ya 12 Days War, wakagundua kuwa kumbe makombora ni silaha nyingine ambayo inatulinda zaidi na inatoa hofu kwa adui yetu. Kwa hiyo wakayatilia mkazo baada ya kugundua hilo, kwa sababu kipindi cha nyuma walikuwa wakizungumza tu kuhusu tunamiliki nuclear, yani wanataka nuclear peke yake, walidhani ndio suluhu. Lakini mara hii wamegundua makombora, lakini kwenye hii vita ya juzi wamegundua kuwa wana silaha kubwa zaidi ya nuclear ambayo ni Hormuz. Sasa hii hawawezi kuiachia. Kuiachia Hormuz ni kazi sana, kwa sababu ndio kinga. Leo hii kwa nini dunia inakuwa inakemea kila hatua za Marekani zinavyotaka kuzidi? Si zile kauli ambazo tunaweza kusema Western walizizungumza. Nenda kachukue kauli za viongozi wengi wa Ulaya, utagundua kuwa kabla ya mzozo wote walimuunga mkono Marekani. Hata pale Marekani alipokuwa anajua kabisa Marekani na Israeli wanavunja sheria kwa kuishambulia Irani, wanakiuka utaratibu wa dunia na ustaarabu, walijua, lakini waliunga mkono. Kachukue kauli za kansela wa Ujerumani alichokisema ni wakati wa serikali ya Irani kuwa mwisho, lazima utawala uondolewe. Aliyasema hayo mwanzo kabla ya kuja kugeuza kauli. Sasa hizi kauli za viongozi wa dunia wengi zimebadilika kuwa baada ya Irani kujibu, kuonyesha kile ambacho wanaweza ukionyesha. Ndio maana na kauli za dunia zimebadilika, au naweza kusema kauli za dunia zimebadilika baada ya dunia kupita kwenye moto ambao Irani amelazimisha kuwa dunia nzima tupite hapo, ili muelewe sisi tumepita hapo kwa miaka mingi. Sasa Irani hivi sasa wanajua kabisa kuwa hata hawa wanaotutetea sio wenzetu, kwa miaka mingi wametukandamiza. Wameona kuwa tuna nguvu na uwezo wa kupambana na hili, na kwa sababu tunaleta madhara mpaka kwao, ndio kuna wakati wanaonyesha kama wako na sisi, lakini kiukweli hawa hawako na sisi. Kwa hiyo kujiondoa kwenye huu mzozo kwa kurudisha kila kitu kirudi katika hali yake ile ile, atakuwa anajikaanga Irani. Ndio maana anajaribu angalau ajenge ukuta, kuwa awe na ukuta wa usalama wa nyumba yake ili usiweze kufikiwa, kuliko hapo awali dunia ilipokuwa inamwambia kuwa hautojenga ukuta, yani tukitaka kuingia ndani kwako tuingie tu. Kwa hiyo sasa ni kama vile wanajenga tu uzio wao wa kujilinda ili wasije kupata madhara, kwa sababu ukiangalia hadithi za dunia kuhusu hatari ya Irani, uwezo wa Irani kutishia wenzake, sijui ni hadithi simulizi ambazo unaziona ziko simulizi, lakini Irani hajawahi kuvamia nchi yoyote. Hata kama amekuwa ni hatari kiasi gani, hajawahi kuvamia nchi yoyote. Watu watakwambia kuwa anaunga mkono makundi ya kigaidi kwa mujibu wa US na Marekani. Atakwambia anaunga mkono Hezbollah, anaunga mkono Hamas. Hezbollah wako nje ya Lebanoni au wako ndani ya Lebanoni, au Hamas wako ndani ya Palestina au nje ya Palestina. Wana madai yao katika nchi zao ambazo yanatakiwa yashughulikiwe, na kwa sababu Umoja wa Mataifa unafahamu madai yao. Ingekuwa Hezbollah wanashambulia Misri, Hezbollah wanashambulia Syria, Hezbollah wanashambulia nchi zingine, hapo ndio tungehoji kwa nini wanashambulia kila nchi. Kwa nini wana ugomvi tu wao na Israel, na wako kwenye ardhi yao, ndani ya ardhi yao, hawajatoka ndani ya Lebanoni? Kwa nini Hamas hawapigi Misri? Kwa nini Hamas hawapigi Jordan? Kwa nini Hamas wanapiga Israel na wapo kwenye ardhi yao ya Palestina? Kwa hiyo kuna vitu haviko sawa tu, na kwa sababu dunia huwa inataka double standard sana, ndio kumekuwa na shida hapo. Lakini kungekuwa na uhalisia kuwa hebu tushughulike na matatizo yote. Irani mbona hajamsumbua yoyote? Irani mbona hajamvamia jirani yoyote? Hata kwenye vita ya Iraq na Irani ya mwaka 88 Iraki ndio ilianza kuishambulia Irani, na ikiungwa mkono na nchi za magharibi. Kwa hiyo Irani anafahamu kuwa naishi na maadui wengi wameonizunguka. Kuiachia Hormuz sio rahisi. Ataiachia katika makubaliano na masharti ambayo unaona kama hivyo wanasema kuwa ni lazima tupewe hakikisho kuwa hakutokuwa na uchokozi na hatutoshambuliwa sana. Hili ni jambo baya pale wanaposema kuwa hatutaki kuvamiwa tena, hatutaki kushambuliwa tena. Hili ni swala baya. Au walitaka aseme kuwa okay, tusaini kuwa wakati wote wakitaka kutushambulia watushambulie. Kipi ni sahihi? Tuone Marekani ana uhalali wa kuvamia, au tuone kuwa si halali kuvamia ambacho Iran wanakitaka. Kwa hiyo tuondoe double standard na tuyaone mambo katika jicho la kawaida. Kushukuru sana Ibrahim, na hakika unachokizungumza kinaendelea kuifikirisha na kuitafakarisha dunia. Shukran sana. Ni uchambuzi wa kina ambao tumeupata hasa kuhusu yanayoendelea Mashariki ya Kati, mzozo wa Iran, Marekani, Israel, naye akiwa ni sehemu ya mzozo huo. Tumepata uchambuzi wa kina, endelea kusalia nasi.